Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya mitambo ya nyuklia ya nchini Iran yamesababisha uharibifu mkubwa na wa kina, na hivyo kuongeza mvutano kati ya Tehran, Washington pamoja na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Katika mahojiano ya moja kwa moja na televisheni ya taifa IRINN Alhamisi ya jana, Araghchi alisema kuwa kiwango kamili cha uharibifu bado kinachunguzwa, lakini uamuzi wa kuruhusu wakaguzi wa IAEA utaamuliwa kulingana na sheria mpya ya bunge la Iran. Uharibifu ni mkubwa na wakina, lakini kama wakaguzi wa IAEA wataruhusiwa kuingia na kupewa taarifa kamili, hilo litategemea sheria ya bunge, alisema Araghchi. Aliongeza kuwa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa SNSC ndio litakalotoa uamuzi wa mwisho. Muswada wa kusitisha ushirikiano na IAEA umekwisha pitishwa na bunge na kuridhiwa na Baraza la Kulinda Katiba. Sasa unaongoja kutiwa saini na rais. Araghchi alithibitisha sheria hii ni ya lazima kutekelezwa. Kuanzia sasa, mahusiano yetu na IAEA yatakuwa kwa mtazamo mpya. Wakati huo huo, mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yamesimama kabisa. Araghchi alisema hakuna makubaliano yoyote wala mazungumzo yoyote yaliyofanyika kuhusu kurejesha majadiliano. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kutangazwa kwa usitishaji mapigano na Israel, kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei alisema kwa msisitizo, hii si kuhusu mpango wetu wa nyuklia. Hii ni kuhusu kulazimishwa kujisalimisha, jambo ambalo halitatokea kamwe. Kwa upande wake, jeshi la Marekani lilitoa maelezo mapya kuhusu operesheni ya Midnight Hammer iliyolenga vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan. Hata hivyo, maafisa wa Marekani na Israel bado wanatofautiana kuhusu kama uwezo wa nyuklia wa Iran umedhoofishwa vya kutosha. Msemaji wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, alisema kuwa hakuna ushahidi kuwa Iran ilihamisha uranium iliyorutubishwa kabla ya mashambulizi. Aliongeza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonyesha nia ya kutembelea ikulu na Rais Trump yuko tayari kumkaribisha. Netanyahu alielezea ushindi wa Israel kama fursa ya kipekee kupanua makubaliano ya Abraham Accords na kuendelea kuishinikiza Hamas kuachia mateka walioko Gaza. Marekani na Israel pia zimeitaka Iran ikabidhi akiba yake ya uranium iliyorutubishwa. Baada ya siku 12 za vita kali, hali ya Mashariki ya Kati bado ni tete, ikigubikwa na siasa, mipango ya nyuklia na mapambano ya mamlaka ya kitaifa. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.